kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Ndugu wana michezo, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwashukuru sana walezi, walimu wenu, wazazi wenu na makocha ambao wamewafundisha mpaka mmefikia hatua hii. Ni hatua kubwa sana katika michezo kwamba mmefika kwenye ngazi za mikoa, na nimetaarifiwa kwamba kila mmoja aliyecheza hapa amecheza kwa weledi, umaarufu na kwa nguvu sana kumshinda hata Diego Maradona. Naomba tujipigie wote makofi. Naomba niseme kwamba michezo hii ni awamu ya pili baada ya wenzenu, nadhani wale ndio wadogo zenu, kumaliza michezo yao ambao mpaka sasa wako kule Iringa wanatikisa nchi. Kila mchezo wanaocheza wanacheza kwa kushinda kwa kiwango cha juu sana. Jana wamewashinda Tanga mpira wa miguu, lakini wamewafunga Kilimanjaro goli 48 katika 8 kwa mpira wa mikono. Wanafunzi 720 na walimu 96 hawa ambao wamechaguliwa 133, ambapo wanafunzi wako 120 na walimu 13, nadhani watafanya makubwa zaidi kuliko yaliyofanyika mwaka jana. Tunakumbuka katika miaka miwili iliyopita wanafunzi wenzenu walioako kwenye uwanja huu waliweza kuchukua na medali mbalimbali, na wengine wakaenda kwenye michezo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wakafanya maajabu, akiwemo dada yetu nadhani ni hapa KTMC. Lakini niwaambie UMITASHUMTA na UMISETA limekuwa tanuru la kuzalisha wanamichezo bora katika taifa la Tanzania. Tunawafahamu wanamichezo mashuhuri ambao walianzia kwenye michezo. Kina Boniface Pawasa walianza kwenye michezo wakapelekwa pale Makongo wakawa wachezaji wakubwa. Tulikuwa na kina Arando yule aliyekuwa anacheza Azam FC na wachezaji wengi zaidi. Lakini nalo wapongeza ni kwamba hapa mbele wapo wachache ambao leo wamefaulu kuchukuliwa kwamba wanawakilisha mkoa, lakini tumebaki na benki kubwa sana ambayo imebaki na makombe. Naomba wote tujipigie makofi. Tunafahamu kwamba wana michezo ambao walifanya mara nyingi wakawa wanajitahidi kila mwaka wamekuwa ni lulu kwenye mataifa yao. Tunafahamu mwanamichezo maarufu sana alikuwa Kenya, anaitwa Kipchoge Keino. Alijaribu kwenda Olimpiki mara 6, lakini siku aliyoenda Olympic alishinda akapata medali ya dhahabu. Kwa hiyo sisi ambao tumebaki leo ambao hatuna medali, naomba tujue kwamba kesho inaweza ikawa ya kwetu, na wana michezo mbalimbali nadhani tumewapa wawili medali. Lakini naomba niwaambie kwamba bahati za aina hizi zinaweza zikakupeleka mbali sana. Tuna mfano mzuri sana wa mwanamuziki mmoja anaitwa Khaled Jeremiah. Walipoitwa kwenye BSS, yeye ndiye alijitokeza mara ya kwanza na akawa mwanamuziki bora mpaka sasa hivi. Nadhani hakuna mwanamuziki anayeimbaga hip hop ambaye anafahamu Khaled Jeremiah. Ni platform kama hii alipata na akafanya vizuri sana. Mimi na waasa wana michezo wote wa Geita, kwa sababu hii kazi tunaifanya ni kazi ambayo tunayo ahadi, basi tuifanye kwa bidii na tukiwa na matumaini kwamba kesho yetu ni njema zaidi ya jana yake. Niwapongeze sana makocha na niombe kwamba bahati nzuri tumeona namna ambayo mnazalisha vipaji, basi muendelee vile vile kujiendeleza ili tuendelee kunufaika zaidi kwa namna ambavyo mtawezeshwa na Mwenyezi Mungu. Malengo ya mashindano haya yalikuwa ni kupata wanamichezo mahiri ambao wataunda timu ya UMISETA mkoa wa Geita. Nikuhakikishie kwa lengo hili limekamilika na limetimia. Jumla ya wanamichezo 120 wamepatikana na walimu 13 ambao wataingia kambini kwa siku 5 kuanzia leo. Ndugu mgeni rasmi, timu iliyochaguliwa iko mahiri na itatuwakilisha vyema katika mashindano ya kitaifa mkoani Iringa yanayotarajia kuanza tarehe 19 Juni mwaka huu 2025. Kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kauli mbiu ya michezo hii inasema viongozi bora ni msingi wa maendeleo ya taaluma, sanaa na michezo. Shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Hivyo na kukaribisha sana katika hafla hii ya utoaji wa tuzo kwa waliofanya vizuri katika mashindano haya,
na kuyafunga rasmi kwa ngazi ya mkoa, tayari kwa kuanza kambi na hatimaye kuelekea mkoani Iringa kwa ajili ya kushiriki